Mheshimiwa Hamisi, lakini ndugu yangu captain wa timu yetu na kocha ambaye tunaye hapa, nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Naibu wetu Waziri. Tunafahamu kwamba nyakati hizi ni nyakati za kuomba kura kwa Watanzania, na yeye ni mmoja wa wagombea wetu kupitia Chama cha Mapinduzi kule Tanga. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako ili kuja kuungana nasi wana Dar es Salaam katika kuwahabarisha wananchi kwa ujumla kuhusiana na utamu huu wa mchezo wa kikapu. Aidha, nitumie pia nafasi hii kumshukuru tena kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnafahamu historia kubwa sana ya ndugu yangu captain, na mnafahamu pia historia kubwa sana pia ya ndugu yangu Mwana FA ambaye ni naibu wetu waziri. Wote hawa ni matunda mazuri sana kutoka kwenye mikono ya Mheshimiwa Rais, na mimi nakiri kwamba wasingalikuwepo hawa, very likely kwamba hata pengine kiwango cha michezo katika taifa letu na hasa katika huu mchezo wa kikapu pengine usingelikuwa hivi ulivyo leo. Mimi nishukuru sana kwa sababu nimepokea simu ya naibu waziri kuniomba niwe naye hapa leo, na anafahamu kwamba mimi bado najifunza zaidi katika sekta hii kubwa ya michezo. Lakini jambo zaidi la tatu ni kushukuru sana organizers wote wa Dasite. Dasite ni timu kubwa na ambayo leo mnaona imekuwa na kocha wa kigeni, kocha kutoka mataifa ya nje. Tumezoea timu hizi nyingi zinakuwa na makocha wa hapa au makocha wapi, lakini hii ni ishara kwamba timu inakuwa na kwamba inafikia katika sura ya kuwa ni timu ya kimataifa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa namna ambavyo mnajiorganize wenyewe, lakini kwa namna ambavyo pia mnaweza mkawa sehemu kubwa sana ya kupeperusha bendera ya ushindi kwa taifa letu. Na kama ambavyo pia Mheshimiwa Naibu Waziri wetu amezungumza, nami nishindilie tu kwamba mchezo huu wa kikapu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mchezo ambao bado haujawa na wapenzi wengi sana, na kwa mantiki hiyo, kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST School ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri. Kesho jioni, nikisema kesho jioni mnafahamu kwamba leo ni tarehe 10 na ngapi jamani? Leo ni tarehe 16. Kwa nikisema kesho jioni namaanisha tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 jioni, saa za jioni. Maana yake ni kwamba hapa tayari patakuwa pamekwisha taradad na mambo yote yataanza hapa. Na kwa mantiki hiyo niwathibitishie kocha, captain, Mheshimiwa Naibu Waziri, niwathibitishie kwamba Dar es Salaam iko salama sana. Nafahamu kwamba wapo wageni watakaoshiriki mashindano haya, lakini pia Dasite yenyewe pia imesajili wachezaji pia kutoka nje ya taifa letu. Niwathibitishie kwamba Dar es Salaam ipo salama sana. Wapo baadhi ya watu ambao wanajaribisha kidogo kutishatisha watu kwa namna fulani, lakini naomba niwatoe hofu. Mnaweza mkaona kwamba mtu anayekusudia kuharibu amani ya mkoa au wa taifa anakusudia kufanya nini? Cha kwanza, anakusudia kuharibu mnyororo wa kiuchumi katika taifa letu. Cha pili, anakusudia kuharibu mfumo wa kimichezo katika taifa letu. Na tatu, anakusudia kuharibu diplomasia iliyopo kati ya Tanzania na mataifa mengineyo. Lakini jambo la nne, anakusudia kuharibu mfumo wa siasa yetu katika taifa. Na jambo la tano, anakusudia kuharibu utamaduni wetu kama Watanzania. Na kwa mantiki hiyo hatutaruhusu. Ukiangalia uwanja wa shule ya kimataifa Tanganyika, ukiangalia uwanja vizuri, unauona namna ambavyo wamewekeza. Sasa tokee mtu mmoja aje aharibu miundombinu namna hii, manake ni kwamba wageni kutoka mataifa mengine tutawapokea, kwa sababu taifa litakuwa limekushaingia katika doa la kutokuwa na amani. Kwa ni wasii pia waandishi wa habari, tunapotangaza michezo hii kupitia timu kubwa hii ya Dasite, pia tutangaze zaidi kwa Watanzania na hata watu waliopo nje ya taifa letu kwamba ni muhimu sasa kuendelea kuiona Tanzania kama kisiwa cha amani, na hapo ndipo itakuwa ni mwanzo wa taifa letu kupata kila kitu tunachokihitaji. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Waziri, wewe ni mtaalamu zaidi na mambo ya michezo, lakini kwa kushirikiana na Dasite ningeliomba kwamba mtupe mipango mizuri
ili sisi tukashirikiane na manispaa zetu, ili kiwezekana mwaka huu au mwaka ujao wa fedha tuweze pia kutengeneza kiwanja kimoja au viwanja viwili vya basket ambavyo pia vitasaidia inapotokea tuna timu nyingi katika taifa letu, basi viwanja vingine pia vitumike kufanyia mazoezi na viwanja vingine pia vitumike kwa ajili ya michezo yenyewe. Mnafahamu kwamba mwaka 2027 Tanzania pia itakuwa ni mwenyeji wa mashindano makubwa AFCON. AFCON tunazungumzia football. Lakini leo wenzetu wa Dar City wanatufungulia pia mlango wa timu ya mpira kikapu kwenda tena katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo very likely pia miaka mingine pia inayofuata Tanzania itawika zaidi katika mpira huu wa kikapu. Kwa ni kuombe sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kushirikiana pia na Dar City tuone namna nzuri. Sisi we have money, tuna pesa ambazo tayari tunazo mkononi. Ni jambo tu la ku unlock minds ili angalau tuweze kuwa na kitu kizuri. Na nikikuomba kwamba wewe na wataalamu wako tunaweza tukapita kwenye viwanja vichache kwa kusaidiana pia na captain, kocha na wafadhili pia michezo hii ili tuweze kuiba angalau teknolojia kidogo na tuwe na viwanja zaidi ya kimoja. Hiyo ndio inaweza kupelekea taifa letu kupokea wageni wengi zaidi kwa sababu tuna infrastructures. Kwa baada ya kusema haya, mimi nawashukuru sana. Tuonane kesho shule ya kimataifa ya Tanganyika hapa Dar es Salaam, eneo la Masaki ama eneo la Oysterbay wengine wanaita, ili tuje tuone wenzetu hawa wanavyocheza michezo yao. Nawashukuru sana na asanteni sana. Mkuu wa mkoa na viongozi wa klabu ya basketball ya Dar City na ndugu waandishi wa habari, habarini za asubuhi. Kama ambavyo imetanguliwa kusemwa na captain wa timu yetu, kaka yangu, ndugu yangu Hashim Thabit, lakini pia na kocha, japokuwa alikuwa anasema Kifaransa lakini tafsiri tulikuwa tunaipata. Tunawakaribisha kwa ajili ya mashindano ambayo yanaanza siku ya kesho, ambayo ni Road to BAL, ambayo yatafanyika hapa kwenye viwanja vya shule ya kimataifa ya Dar es Salaam, shule ya kimataifa ya Tanganyika ambayo iko Dar es Salaam. Na mashindano yatashirikisha timu ya Dar City kutoka Tanzania, lakini na timu kutoka Komoro na timu kutoka Uganda, kwa vile wenzetu wa Burundi wameshindwa kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, watashindwa kuja. Lakini kifupi ni kwamba mashindano haya ni preliminary round ambayo timu mbili zitakazoshinda zinakwenda kwenye round of 16 ambayo either itachezwa Kenya ama Afrika ya Kusini, na atakayeshinda hapo nafikiri kuna timu kama 4 hivi ambazo zitakwenda kwenye robo finali. Kwa hivyo hili sio jambo dogo kwa sisi wapenzi wa mchezo wa basketball kuona mashindano ambayo yanajumuisha timu za mataifa mengine yakichezwa Tanzania. Sio jambo ambalo mimi nalizoea, imeshatokea mara kadhaa hapa kwa juhudi za uongozi wa Dar City, na bado ilikuwa inanishangaza idadi ya watu waliokuwa wanajitokeza na kuja kuenjoy mchezo huu, lakini hali kadhalika burudani ambayo ilikuwa inatolewa na viwango vya timu. Kwa hivyo hii ni fursa nyingine kwa Watanzania kujionea kwa macho yao mchezo huu mzuri ambao unahusisha timu za mataifa mengine ukichezwa hapa Dar es Salaam. Lakini kubwa ni kwamba mimi kwangu hii ni personal, na mimi kama mpenzi wa mchezo wa mpira wa kikapu nafurahia jinsi ambavyo tumeweza kutengeneza timu ya Tanzania ambayo imehusisha wachezaji wa kiwango hiki ambacho Dar City nao. Mimi nimehudhuria session ya mazoezi hapa, nije nijionee mwenyewe, nisione tu zile highlights kwenye mitandao, nije nione mwenyewe, na nimeridhishwa sana na kiwango chao. Kusema kweli, katika group zote ambazo tumewahi kuwa nazo za timu ambazo tumewahi kutengeneza, nafikiri hii ni bora kuliko zote ambazo zimewahi kutokea. Na kwa fursa hii nitumie kuwapongeza viongozi wa Dar City kwa kuweza kukusanya vijana hawa na kukusanya ukubwa wa timu hii. Lakini kimoja cha ziada cha kikubwa zaidi ni kwamba niwapongeze kwa jinsi ambavyo wanaweza kuitengeneza timu kumzunguka
superstar wetu, celebrity wetu kwenye mchezo huu Hashim Thabit. Yaani kwamba timu nzima inatengenezwa lakini ni around Hashim Thabit, ambacho ni kitu cha kizalendo sana mnakifanya. Kwa uwezo mliokuwa nao mngeweza kusajili wachezaji wa nje watupu na mkatengeneza timu yenu, lakini mmehakikisha kwamba mchezaji wa Kitanzania ndo anakuwa kiongozi, ndo anakuwa captain wa timu hii hata tunapoelekea kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kuwaomba wapenzi wa michezo, wapenzi wa mchezo wa mpira wa kikapu kuhudhuria kwenye siku kadhaa hizi kuanzia kesho hapa viwanja vya shule ya kimataifa ya Tanganyika na kushuhudia michezo mizuri, na niwahakikishie kiwango cha timu inayowakilisha Tanzania kitawafurahisha sana. Ama baada ya kusema hayo, na washukuru sana, kila laheri na muenjoy mashindano haya. Asante. Habari za asubuhi wanahabari, habari za asubuhi wa Tanzania, habari za asubuhi viongozi. Napenda kuwakaribisha katika press conference hii ambayo inahusisha Dar City, tukiwa tunaelekea kwenye michuano ya Road to BAL ambayo ni Basketball Africa League. Ni ligi ambayo iko chini ya NBA ambayo inahusisha club mbalimbali za basketball hapa Afrika. Ni ligi ambayo imeanza sasa hivi na huu tunaenda mwaka wa 6. Na sisi kama Dar City tumepata nafasi ya kuweza kushiriki. Miaka miwili nyuma hatujafanya vile tulivyotaka, ila tuko katika stage ambayo tunaelekea katika mwelekeo mzuri na tunajiandaa sasa hivi tuko katika mazoezi ya mwisho. Kuna siku moja ambayo mpaka games ianze. Sikuwa nimejiandaa kwa ajili ya kuongea, ila ningependa tu kuwakaribisha wadau na watu wengi waweze kujitokeza kuja kutusapoti sisi kama Dar City, sisi kama Watanzania. Ni hayo tu kwa leo, na pia ningependa inayofuata nadhani ni kuwatambulisha watu waliopo hapa. Tutaanza na coach hapa. Huyu ni head coach wetu anaitwa Coach Pabi kutoka Senegal. Atakuwa karibu sana na sisi. Tayari ameshakuwa hapo nchini kwa karibia wiki mbili. Ameweza kushuhudia wakati tumecheza mechi za ligi tukashinda championship. Kwa hiyo ameweza kutuangalia kwa muda kidogo, anajua nini tunahitaji kufanya. Yeye anaongea Kifaransa, kwa hiyo sina uhakika kama kuna watu hii koje hii. Kwa hiyo nitamkaribisha asalimie tu labda, alafu tutaendelea na ratiba nyingine. Kwanza tuanze upande wa huko. Je suis très content déjà de venir ici en Tanzanie. I'm very happy and nafurahi sana kwanza kufika hapo Tanzania, de représenter la nation tanzanienne que j'ai trouvée très chaleureuse. Very thankful. Et très content, très excité aussi de pouvoir démarrer la compétition qui va commencer certainement demain. I'm very excited and for the competition which is going to start tomorrow. Mais rassurez-vous, je n'ai pas d'inquiétude. Be sure, no, I'm not scared. Que nous allons vous faire rêver. That way, we promise you the best. Parce que le président ici présent nous a mis dans de très très bonnes conditions de travail. The president right here put us in very good condition of work. Nous sommes dans un très très bon cadre. We are in very very good condition. Mais tout cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de parler, il va falloir traduire ça en actes. It is not about to talk, but we are going to put it on in the correct way, and we are going to show you so you can see. Très important d'avoir recruté un coach expérimenté. Very important to recruit an experimented coach.